Kuna mvutano sasa hivi umetokea kati ya Shida Masamba ambaye ni shemeji yako na Mwamini ambaye ni dada yako. Kubwa zaidi wanakugombania wewe. Kama ulikuwa hujui sisi tunakuambia watazamaji. Unahisi hiki ambacho wao wanakifanya ni sahihi, huku Mwamini akiwa anaamini kwamba kuwa na wewe manake ni kuitetea familia. Mara anaona kama mamake kama anakosea hivi. Sio sahihi. Sio sahihi kabisa kwa sababu unavozungumzia Shida Masamba ni shemeji yangu kwa Kobisi. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine sio sawa. Lakini ukizungumzia pia Mwamini tayari nishakwambia ni dada yangu kwa sababu tayari mama yake ameolewa na baba yangu. Kwa anapaswa kuniheshimu mimi kama kaka yake. Kwa hiyo hicho sio sawa na hakiwezi kuhalalishwa. Kabisa. Sio sawa. Alizungumza na Mwamini amesema anakupenda kweli kweli, si unafeli nini? Mwambie tu Hamadi Kikala hakupendi. Anakuheshimu kama dada yake. Mfikishie tu ujumbe kwamba Hamadi Kikala hakupendi, anakuheshimu kama dada yake. Yes, bwana, ni muendelezo kwenye kile ambacho tumekianzisha, mahojiano na wasanii ambao kwa hakika naweza nikasema ungetamani kuwasikiliza juu ya mazuri ambao wamekuwa wakifanya kila kukicha, na leo tulifunga safari mpaka iliyopo kambi ya wasanii ambao wanashiriki kwenye tamthilia ya Kombolela, na tayari tumeshazungumza na wasanii wengi kweli kweli. Muda huu nazungumza na moja kati ya watoto wa Mzee Kikala, anaitwa Hamadi Kikala. Ni mtoto wa mwisho wa familia na ni mtoto wa pili wa kiume, kwa maana kwamba wa kwanza Kobisi Kikala, wa pili yeye. Tunazungumza naye atuambie kwamba ilikuwa ni rahisi kiasi gani yeye kuweza kushiriki kwenye Kombolela, na kubwa zaidi vipi ambavyo anatumia muda wake kwenye kujigawa. Tunafahamu ya kwamba kuna mengi ambayo anayafanya mbali na Kombolela, kuna kazi zingine ambazo mwenyewe anazifanya hata kupitia kwenye YouTube channel yake. Tunaona vile ambavyo amekuwa akifanya kila kukicha. Mzee na kwaje? Bwana kama kawaida. Ama naenda. Mungu mwema. Bado tumetafutana muda mrefu kweli kweli, hatimaye tumepatikana. Majukumu tu, ila tunamshukuru Mwenyezi Mungu kama leo tumeonana. Kwa hiyo nadhani ni kitu kizuri. Sawa, na mengi ambayo ningetamani nikuulize, lakini kwa sababu ya muda naomba tubezi kwenye hizi ambazo umekuwa ukizifanya. Tumeona kuna kazi yako ambayo kuna Mzego Mlasenga kwenye YouTube channel yako. Tukumbushe ni ipi ile? Nimefanya short film moja inaitwa Aruba na channel yangu ya YouTube inaitwa Clipscape. Yeah. Mwitikio? Mwitikio umekuwa mkubwa kiasi kwamba sasa umeniachia deni. Kwa maana ya kwamba nilifanya kama utambulisho wa channel, lakini ili kuonyesha upande wangu wa pili, kwa sababu mimi ni mwigizaji lakini pia mimi ni muandaaji wa kazi za filamu. Kwa hiyo nilikuwa najaribu kuwaonyesha Watanzania upande wangu wa pili, lakini mwitikio umekuwa ni mkubwa sana kiasi kwamba sasa umenipa deni wa kuweza kuandaa kazi nyingine ili niweze kuwapa walaji wangu ambao ni watazamaji wetu. Yeah. Wakati ulivyokuwa unasema naandaa short film, kwa nini usingeandaa kitu kirefu ambapo haya madini usingekuwa nayo? Unajua katika kazi ya filamu mimi naichukulia kama ni kazi kama zilivyo kazi zingine. Kwa hiyo kile ndio kilipaswa nikiandae kwa muda huo. Kwa hiyo kadri muda unavyozidi kwenda nitaandaa kitu kikubwa, kwa sababu unapozungumzia filamu inahitaji bajeti, inahitaji muda. Kwa hiyo kama unavyoona ulivyofika hapa, nadhani umetuona tulivyo busy na nini. Kwa hiyo bado tuko kwenye kazi za watu pia, lakini tunapata muda wa kuandaa vitu vyetu. Kwa ule muda tunaopata ndio ulitosha kuandaa kile ambacho nimekiandaa. Kwa hiyo nikipata muda mkubwa zaidi na likizo, labda nikiwa sipo kwenye kazi za watu, naweza nikawaandalia kitu kikubwa zaidi. Inakuwa haikuathiri vile kazi za watu na kazi zako mwenyewe? Haiathiri chochote kile. Nadhani ni kujigawa tu, ni mgawanyo tu wa majukumu. Yeah. Kwa hiyo haiathiri chochote kile. Yeah. Jina la Hamadi Kikala limekuwaje kwa muda huo? Ni linazidi kuwa kubwa, linazidi kuwa dogo, ama liko pale pale? Though naona baadhi ya deals zinakuja, nimeona baadhi ya kama hiyo ulisema, kama ulipost juzi kazi picha nyingi umepiga na zingine nyingi. Tunasemaje kwamba nyota imeng'aa, mama yake nini? Mimi naamini tu wakati wa Mwenyezi Mungu ni wakati sahihi. Kwa hiyo hichi kinachotokea kwa sasa nadhani ni Mungu amepanga ili kiweze kutokea. Lakini namshukuru kwa nafasi ambayo amenipa, kwa sababu jina hili la Hamadi Kikala linazidi kukua siku hadi siku, kwa sababu tamthilia pia imepata nafasi ya kuweza kurudi kwa mara ya pili, na haijarudi kinyonge, imerudi kwa ukubwa. Watu wanapambana, wanafanya vizuri. Katika hao wanaofanya vizuri na Hamadi Kikala pia yumo. Kwa hiyo inazidi kuongeza vitu vikubwa ambavyo mtazidi kuviona siku za usoni, na pia hivi ambavyo tayari mmeshaviona. Yeah. Uliwahi kuwaza ikitokea labda kwenye Kombolela angekuepo na Nanga, chemistry ingekuwaje? Natamani kama msanii mwenzangu kumuona pia tunafanya naye hivi, kwa sababu naamini uwezo wake ni mkubwa. Lakini naamini pia wakati sahihi ukifika tutafanya pengine vikubwa zaidi ya hii Kombolela. Lakini natamani pia kumuona kwenye Kombolela akionyesha uwezo wake. Lakini kama haitakuwa riziki, pia tuna vitu vingi vya kufanya ambavyo pia vingine tushavifanya, na watazamaji wajiandae kwa ajili ya kuviona. Sawa. Yeah. Tuzungumzie Kombolela. Ilikuwa ni rahisi ama ni ngumu kiasi gani wewe kujoin mole? Haikuwa rahisi wala haikuwa ngumu. Nahisi wakati wa Mwenyezi Mungu ulikuwa umefika, kwa sababu mimi nilimjua Bwana Abduli mwaka mmoja kabla ya kufanya naye kazi, na nilikutana naye kwa director Majagi.
ambaye aliniambia tu kwamba wewe ni Hamadi. Sikujua alikuwa na maana gani. Kwa mara ya kwanza nakutana naye. Kwanza nakutana naye akamwambia tu director kwamba huyu ndio Hamadi ambaye nilikuwa namtafuta. Kwa hiyo ulikaa mwaka mmoja ndio baadaye akaja kunipigia simu kwamba sasa kile nilichokuambia ndio muda umefika. Lakini hapo alikuwa tayari kashaniona kwa baadhi ya kazi zangu nilikuwa nishafanya short film. Yes, ambazo nilikuwa nimefanya Mona Lisa, nimefanya Giza. Kwa hiyo inawezekana uwezo wangu aliuona pale kwa sababu nilikuwa sijapata nafasi ya kuonekana kwenye television. Yes. Maisha ya ukuaji, malezi na jinsi ambavyo Hamadi amezaliwa ni Uswahilini ama mazingira mapya mmekutana nayo kwenye Kombolela? Haya mazingira nilokutana nayo kwenye Kombolela ni mazingira mapya kwa sababu mimi ni mwenyeji wa kanda ya Ziwa nikimaanisha Mwanza, lakini mazingira niliyokulia ni tofauti na ninachokiigiza. Mimi nimekulia kwenye mazingira ya dini, nimelelewa katika hali fulani ya dini na malezi yangu mengi hayakuwa Uswahilini. Yalikuwa yako 50-50, hayakuwa ushuani wala hayakuwa Uswahilini. Kwa hiyo hichi ninachokiigiza sicho ambacho mimi nimekikulia, lakini sema ni kwa talanta tu kubwa ambayo amenijalia Mwenyezi Mungu tumeweza kucope na script vile inavyotaka. Yeah. Wewe ni shabiki wa kile ambacho unakifanya kama mtazamaji sasa? Ni shabiki mkubwa sana na ndio maana kila kazi mimi ninayoifanya lazima niitazame. Katika kutizama najua wapi nimekosea, wapi nimepatia, wapi niongeze nguvu, wapi nipunguze. Kwa hiyo ukiachilia mbali kuwa mimi ni mwigizaji lakini mimi ni mshabiki wa kazi zangu ninazozifanya. Napenda sana kujitazama kuliko kitu chochote kile. Yaani once nimefanya kazi ya mtu au nimefanya kazi yangu mwenyewe lazima nipate wasaa wa kujitazama kama shabiki sasa. Sijitazami kama mwigizaji. Yeah. Unafurahishwa vile ambavyo Hamadi anaigiza kama shabiki sasa? Nakeleka kwa sababu kuna vitu vingine ambavyo kama shabiki nikiviangalia naona sasa mbona Hamadi huyu kama vile chanua hapa, huyu muamini hapa anazingua. Yaani lakini sasa inabidi nikirudi kama muigizaji naona okay natakiwa nifuate mswada unavyosema nisikae kama shabiki. Yeah. Na sisi umeingia kwenye swali langu. Point yangu nilikuwa hapo. Kama shabiki kutazama vile ambavyo Hamadi anavutana na Muamini, unahisi ni sawa kweli? Mbona kuna muda mimi hadi juzi ni comment vile ambao umepost unasema kaka kuna namna fulani itabidi vikao vihusike. Nini unatufelisha fulani? Nadhani tu ni kiu ya mwandishi kuona kila mmoja anapokea vipi. Yes, na kwa hilo nadhani amewini kwa 100% kwa sababu wapo wanaotamani kuona kwa nini Hamadi anashindwa kuvunja umwiko na yule mtoto ni kwamba hawana unasaba wowote. Lakini script inanielekeza kwamba mimi na yeye tuna unasaba na kutokana na karakta yangu iliyopo siwezi kufanya vitu ambavyo anaweza kufanya Kobisi, anaweza kufanya Cholo, anaweza kufanya Mwadawa. Kwa mimi natakiwa kusimama kwenye script. Lakini kama shabiki mimi mwenyewe pia inaniumiza, yani kwa nini inakuaje? Mbona kaa kizembe? Kwa mnyonge sana. Mnyonge sana kiasi kwamba vikao unaonekana kama si uzuri. Kwa hiyo ipo hivyo. Lakini all in all ukiona unafanya kitu ambacho watu wanakipokea kwa ukubwa ina maana umeweza kuvaa character, umeweza kuwasilisha yule Hamadi kwa sababu hata kwa majina mimi naitwa John lakini yule ni Hamadi. Kwa hiyo kuna namna yule Hamadi amekaa ndani yangu. Vile ambavyo una act unaonesha sana yako kwenye Kombolela. Kuna namna yote ambayo ulishawahi kupitia sasa lili kwenye maisha yako kama ulinyanyasika hivi, familia yako fulani ilikuwa hivi, kuna namna yote ambayo kugusa? Kuna siku ambayo niliumia, alikuwa anaangalia Kombolela baba yangu mzazi. Kuna moment ambazo zile za kufukuzwa kodi, sio kufanya nini. Ni maisha ambayo huenda mimi sikuyapitia lakini inawezekana kuna baadhi ya ndugu zetu labda ambao wanapitia ambao baba aliwashuhudia. Kwa alinitumia tu ujumbe kwamba mwanangu nimeshindwa kuangalia hichi kipande, imebidi niende ndani nikalale kwa sababu kuna vitu vingi nimekumbuka kwenye kichwa. Kwa hiyo unaona namna moja au nyingine kwamba sometimes waandishi wanaigusa jamii moja kwa moja. Inawezekana sio mimi lakini ndugu yangu wa karibu au mtu mwingine rafiki yangu aliwahi kupitia hali kama ile. Yeah, lakini kwa binafsi sijawahi kufikia hali ya kufukuzwa kodi, sijawahi kupitia maisha magumu kama haya. Yes. Ya kuishi familia kama vile. Sijawahi kuishi familia kama hii. Kwa hiyo nadhani ni uwasilishaji tu wa kile ambacho mwandishi amekiandika. Kwa na ndugu mwenye akili na kama Kobisi alivyo. Hapana. Ndugu zangu mimi kama Mwadawa hapana. Sijawahi kiukweli kuwa nao kama Siwa. Hapana, kwa namshukuru Mungu. Nani ambaye anakukwaza sana kwenye ile familia yenu? Kiukweli mimi Kobisi. Unajua Kobisi ni mkubwa. Sasa yale mambo anayoyafanya yeye yanakuwa yanakwaza kwa sababu yeye ndio mlango wa kwanza wa familia. Kwa hiyo tulitamani yeye atuongoze vyema lakini hajafanya hivyo. Kwa hiyo ile hali inatukwaza sana. Yes. Yeah. Ungepona nafasi ya kumbadilisha mtu mmoja mwenye tabia ambazo wewe unachukizwa nazo, ungembadilisha nani? Na hisi ningembadilisha Kobisi. Kwa sababu naamini yes, ukiwa ni mkubwa ukiweza kuwaongoza wenzako vizuri, kunakuwa hakuna tatizo. Kwa hiyo labda ningepata nafasi hiyo ya kumbadilisha na hisi ningetamani kumbadilisha Kobisi asimame kama kaka mkubwa. Yeah. Familia Mzee Kikala ina wanaume wawili, wewe na Kobisi. Unahisi Hamadi anatimiza majukumu yake?
Hamadi hawezi kutimiza majukumu yake yote kwa sababu cha kwanza yeye ni last born, lakini cha pili bado yeye mwenyewe Hamadi anajipambania kwa sababu hana kipato cha kutosha kuweza kuiongoza familia. Kwa namna moja au nyingine hawezi kutimiza majukumu ya familia, na ndio maana unaona jukumu kubwa analibeba dada Chiku. Yeah. Unaona kama unajificha kwenye mamvulo last born? Hapana. Yaani kuwa last born haina maana ujifiche, lakini ndio uhalisia kwamba mimi ni mtoto wa mwisho, kwa natakiwa nijipambanie mimi kabla ya kuiwaza familia, kwa sababu wapo wakubwa walionitangulia. Yeah. Malezi ambayo dada zako wameelewa watoto zao, unahisi ni inatibu vipi jamii? Nadhani kuna ujumbe ambao unafikishwa kupitia tamthilia hii ya Kombolela. Malezi ambayo dada zangu wanawapa hawa wajomba zangu ni malezi mabovu ambayo jamii inatakiwa ijifunze kwa asilimia kubwa sana namna ya kulea watoto, kwa sababu namna unavyomkuza ndivyo ambavyo atakuja kuwa yeye mkubwa. Kwa hiyo unahisi nini unapomtizama kwa mfano bibie, au unavyomtizama Mashavu namna alivyolelewa na Mwadawa na Siwa? Kuna namna fulani nadhani unaona pia namna yeye anavolea mtoto wake ikamtelekeza kwa baba yake. Kwa hiyo kuna funzo kubwa sana ambalo lipo kwa jamii kwamba hatupaswi kulea watoto katika design hii, hasa linapokuja swala la malezi ya watoto. Hatutakiwi kabisa. Tunapaswa tuwaongoze katika mstari ulio mzuri ili kuweza kupata zao jema au kizazi kipya kizuri cha baadaye. Yeah. Sini gani kwako ilikuwa ni bora zaidi? Sini zote ninazozifanya ni bora, lakini zipo ambazo zinagusa hisia za moja kwa moja, kwa sababu sometimes ninapocheza mimi na Mzee Kikala kuna sini ambazo zinakuwa, niliwahi kuandika hata kwenye Instagram, napata feelings za kwamba ni kama nacheza na baba yangu mzazi, yani kwa maana ya kwamba maelekezo ninayopewa, lakini pia namna ninavyokuwa na baba, unavyoniona ninavyokuwa mdogo, kuna namna fulani napata feeling, nasahau kama naigiza, najiona niko nazungumza na mzazi. Haina maana sini zingine sio nzuri, lakini zinakuwa katika hali fulani ambayo unaziona ni katika hali ya kuigiza. Lakini kuna sini zingine ambazo unaziona hizi zinakuwa zinanilenga moja kwa moja kwenye uhalisia, kama unavyopewa maelekezo na baba yako mzazi, unaona kabisa hii iko sawa. Yeah. Kuna mvutano sasa hivi umetokea kati ya Shida Masamba ambaye ni shemeji yako na Mwamini ambaye ni dada yako. Kubwa zaidi wanakugombania wewe. Kama ulikuwa hujui, sisi tunakuambia watazamaji. Unahisi hiki ambacho wao wanakifanya ni sahihi, huku Mwamini akiwa naamini kwamba kuwa na wewe manake ni kuitetea familia? Maana anaona kama mamake kama anakosea hivi. Sio sahihi. Sio sahihi kabisa, kwa sababu unavyozungumzia Shida Masamba ni shemeji yangu kwa Kobisi. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine sio sawa. Lakini ukizungumzia pia Mwamini, tayari nishakwambia ni dada yangu, kwa sababu tayari mama yake ameolewa na baba yangu. Kwa hiyo anapaswa kuniheshimu mimi kama kaka yake. Kwa hiyo hicho sio sawa na hakiwezi kuhalalishwa. Kabisa. Sio sawa. Alizungumza na Mwamini, amesema anakupenda kweli kweli, si unafeli nini? Mwambie tu Hamadi Kikala hakupendi. Anakuheshimu kama dada yake. Mfikishie tu ujumbe kwamba Hamadi Kikala hakupendi, anakuheshimu kama dada yake. Yeah. Tumalizie kwa sababu ya muda. Zungumza na kitu na watu ambao wanapenda vile ambavyo Hamadi Kikala anashiriki, watu ambao wanapenda tamthilia yenu Kombolela kwa ujumla. Cha kuambia ni kwamba sanaa ni vazi la heshima ambalo haliwezi kumpendeza kila mtu. Lakini pia sanaa ni kazi kama zilivyo kazi zingine, udaktari, ualimu na zingine zote ambazo unazifahamu. Tuiheshimu, tuipe heshima yake. Lakini pia msichoke kunifuatilia Hamadi Kikala ama Official Boneka katika Instagram. Nina mambo mazuri na hisi kwenye sanaa yangu. Kuna vitu vidogo sana ambavyo naisha vionyesha. Kwa vipo vikubwa ambavyo msichoke kunifuatilia. Turekebishane tunapoteleza, lakini tupongezane pale tunapofanya vizuri. Asanteni. Shukrani sana. Shukrani sana.